Wakati mimi mliponipa ridhaa ya kuwatumikia hapa Mafia, kulikuwa na vijiji 7 ambavyo vilikuwa havina zahanati kabisa. Sio kama vina zahanati ni uwe nisiuwe. Venyewe vilikuwa havina zahanati kabisa. Kwa safari yetu ile iliyopita hapa Mafia, hatuna kijiji hata kimoja ambacho sasa hakina zahanati hata kimoja. Wakati tunaingia mwaka 2020 tulikuta tarafa moja tu ndio yenye kituo cha afya, tarafa ya Kaskazini. Leo baada ya miaka 5 tuna kituo cha afya katika tarafa ya Kusini. Pale wapi? Pale Kiengea. Tulikuta mwaka 2020 kata 2 hazina shule za sekondari, ikiwemo na kata hii ya Jibondo. Ndugu zangu, ni miaka 5 ya Daktari Samia, miaka 5 ya kwangu, miaka 5 ya Mzee Kicheni. Kata zetu 2 zilizokuwa hazina shule zina shule, lakini tumeongeza shule nyingine 3 mpya kabisa, ambazo zote Mungu akipenda tukiwa hai na uzima na salama mwakani zote zinaenda kufanya kazi. Tunatoka kuwa na sekondari 6 tunakuwa na sekondari 11 katika wilaya ya Mafia. Mwaka 2020 wakati tunaingia madarakani tulikuta shule moja tu ndio ilikuwa na kidato cha 5 na cha 6, ambao shule ya Kitomondo. Leo tunazungumza habari ya kuwa na kidato cha 5 na cha 6 katika shule 2, shule ya Kitomondo na shule ya Kirongo. Lakini tunaenda kuanzisha shule nyingine ya kidato cha 5 na cha 6 hapa Kilindoni Rapta. Kwa hiyo maendeleo ni makubwa, shughuli kubwa sana zimefanywa ndani ya miaka 5. Kwa ndugu zanguni, baada ya kukamilisha ujenzi wa zahanati katika vijiji ambavyo vilikuwa havina zahanati, Mlongo kulikuwa hakuna zahanati, Chemchemu kulikuwa hakuna zahanati, Kibada kulikuwa hakuna zahanati, Kifinge kulikuwa hakuna zahanati, Gonge kulikuwa hakuna zahanati, Kilindoni kulikuwa hakuna zahanati, Dongo kulikuwa hakuna zahanati. Maeneo hayo yote ndugu zanguni leo yana zahanati za kutolea huduma za afya. Sasa tumegeukia maeneo ambayo zahanati zimejengwa mwaka 60, zahanati zimejengwa mwaka 70, zahanati zimejengwa mwaka 80, na tumeanza na kata yetu ya nini? Ya Jibondo. Kwa hiyo hivi tunapozungumza fedha kijiji cha Jibondo zimeshafika. Kazi leo tunapozungumza wanatengeneza kamati ya ujenzi, kamati ya mapokezi na kamati ya manunuzi kwa ajili ya kazi iweze kuanza. Pesa yenu ya zahanati yenu hii ndugu zangu hii tunaondoa hii. Yaani utawala huu wa Dr. Samia, utawala huu wa Kipanga tuondoa zahanati hii. Na hapa Chole haiwezekani, haipendezi. Kwa ndugu zangu hii inaondoka. Kama mtataka kuiacha kama makumbusho hii hali yenu. Maka nataka bana jamani, makumbusho watu waweze kujua kuona wapi tulikotoka, hatuwezi kupinga. Maka nyinyi ndio mabosi. Mimi house boy tu, au sio? Mkisema tuache kama makumbusho tutaiacha kama makumbusho. Lakini milioni 400 yenu ndugu zanguni ipo, inakuja, nyie jipangeni kupokea fedha kwa ajili ya kwanza ujenzi wa zahanati yetu hapa Chole. Hapo vipi? Jambo la pili, kaka Salum amezungumza habari ya shule yetu ambayo tumejenga pale katika kijiji cha Jibondo. Ni shule ya mfano. Ndugu zangu, zile shule ya mfano wa shule ya Jibondo ziko 10 tu, au zilijengwa 10 tu Tanzania nzima. Moja wapo ndio ya wapi? Ya Jibondo. Naomba nikupe taarifa kaka Salum na wananchi wa Chole. Shule yetu imeshasajiliwa kama shule ya boarding. Usajili unafanywa na Wizara ya Elimu. Kwa hiyo mimi singeweza kuruhusu hiyo kitu, kwamba isisajiliwe mpaka leo. Kwa hiyo tayari imeshasajiliwa kama shule ya nini? Ya boarding. Lakini nilijua kwamba hatuwezi kusajili ile shule ikawa ya boarding wakati pale hatuna bwalo la chakula, hatuna jiko la kupikia vijana wetu. Ndugu zangu, tumepeleka fedha kwa ajili ya ujenzi wa bwalo la chakula au mesi, pamoja na jiko kwa ajili ya kutayarishia chakula kwa ajili ya vijana wetu. Tumekubaliana kwa kauli moja kwamba mwaka huu umeshaisha,
tupige mwakani shule zitakapofunguliwa Januari, vijana wetu waweze kusoma pale katika ngazi ya nini, ya bodi. Kwa hiyo ile michango Mzee Salum na wananchi wa Chole tunakwenda kuimaliza. Changamoto yetu tunakwenda kuimaliza, tunaenda kuondokana nayo katika kipindi kifupi kijacho. Jambo jingine, baharini tumepokea. Shughuli za mwani zinahitaji wawekezaji. Wawekezaji wanahitaji kushawishiwa. Kwa hiyo tupeni jukumu au tuacheni jukumu la kuwashawishi wale wenzetu ambao wanafanya uwekezaji au wanafanya biashara ya mwani, tuweze kuwashawishi kuja kuwekeza. Lakini vile vile kama mnakumbuka vizuri, hata swala la hifadhi ya bahari, zile taratibu, kanuni na sheria ya zana zinazotumika nazo tulizungumza hapa. Na nakumbuka Mzee Kichema nilimwita baada ya kura ya maoni tarehe 4 mwezi wa 8, tukaenda kukutana na Daktari Ashatu Kijaji, waziri wa mifugo na uvuvi, tukazungumza mengi. Tulichokubaliana kwamba sheria inakwenda kurekebishwa, angalau kidogo kulegeza zile zana tunazotumia kwenye maeneo haya. Kwa hiyo nadhani tunakokwenda ni kuzuri, wazee wangu, tuombeane dua inshallah. Jambo jingine amezungumza Mzee kaka Salum ni swala la trafiki na masuala ya leseni. Vijana, najua tuna changamoto ya leseni, najua tuna changamoto ya trafiki. Trafiki wanafanya kazi yao kwa mujibu wa sheria, kwamba huwezi kuendesha chombo cha moto kama huna leseni, na ndio utaratibu. Kwa hiyo ndugu zanguni, niwaombe sana, miongoni mwa vitu ambavyo vimefanyika ndani ya miaka 5 hii ya Daktari Samia, ndani ya miaka 5 hii ya mimi mtumishi wenu, ni ujenzi wa chuo chetu cha VETA pale Ndagoni, na moja ya fani tunayotoa pale ni mafunzo ya udereva. Na kwa mujibu wa sheria ya sasa hivi huwezi kupata leseni ya udereva kama ukwenda kwenye mafunzo. Tumeanzisha hiyo kozi pale. Walikuwa na changamoto ya gari ya kujifunzia kwa sababu hakuna leseni ya pikipiki. Hakuna leseni unafundishwa kwamba hii wewe utakuwa bodaboda, wewe utakuwa bajaji. Unafundishwa leseni ya gari, ndio utakayotumia kwenye trekta, utatumia kwenye bajaji, utatumia kwenye pikipiki. Kwa hiyo wale ambao tuna changamoto ya leseni, twendeni pale VETA. Tumekubaliana na mimi imebidi nitoe muhanga. Ile gari ile ambayo tulikuwa tunatumia wakati wa kampeni, tutaipeleka pale kwa ajili ya mafunzo ya vijana wetu wa udereva. Kwa hizo taratibu zote kama tunafundishwa pale, uratibu wa leseni utafanywa na wenzetu wa nini? Wa VETA. Kwa sababu wanaokata leseni ni watu wa TRA. Baada ya mafunzo, wale watu wanatoa cheti, huyo traffic anakuja kufanya inspection au ukaguzi wa vijana wetu na kuwafanyia testing pale pale. Baada hapo wanajaza form, zinapelekwa TRA na chuo chetu cha VETA. Hizo leseni zitaletwa hapa Mafia kupitia chuo chetu cha VETA na TRA ya Mafia. Kwa tuondoe hofu, lakini twende tukajifunze. Mnisaidie sana kwenye eneo hili, kwa sababu napata malalamiko mengi kweli kutoka kwa traffic, lakini napata malalamiko kutoka kwa vijana wa bodaboda kwamba tunakamatwa sana, tunaadhibiwa, tunapigwa penalty na vitu kama hivi. Kwa hiyo tusaidiane kwenye hili. Chuo kile kimeletwa kama mkombozi kuhakikisha kwamba hakuna kijana atakayeendesha bodaboda, bajaji au gari ambaye atakuwa hana leseni kwa mujibu wa sheria. Ofisi ya kata naomba tuichukue. Mzee Kichema ametoka, tunaomba ili tulichukue wazee wangu. Lakini tunaomba mwenyekiti wetu wa kijiji, hebu wakati mtakapokwenda kukaa, sina uhakika kama mmeshaanza kukaa ama vipi, kwa ajili ya bajeti ya 26 27. Tumeelewana vizuri? Wakati mtakapoanza kukaa kwa ajili ya bajeti ya 26 27, kwa sababu 25 26 nadhani ndio hii ambayo tunayo. Kwa ile ya 26 27 ambayo kwa mujibu wa sheria tunaanza kukaa mwezi wa 9, wa 10, wa 11 mpaka wa 12, tunakuwa tumemaliza ngazi ya vijiji pamoja na kata. Hebu twende tukaiweke kwenye vipaumbele vyetu. Sisi upande wa kata ya Jibondo, upande wa kijiji cha Chole, kipaumbele chetu ni ofisi yetu ya nini? Ya serikali ya kata. Kwa hiyo tunapozungumza, ukienda kata nani pale Ndagoni, wamejenga ofisi, waliweka kwenye kipaumbele. Kwa hiyo na nyinyi wekeni kwenye kipaumbele, tutakwenda kuisimamia. Itapita kazi ya ODC kwenye kata,
itakuja kwenye ngazi ya wilaya, tutaleta kwenye baraza la madiwani, tutaiweka kwenye mipango yetu, aidha kwa kutumia mapato ya ndani au mimi nitakwenda kutafuta fedha kutoka serikali kuu. Tutaanza ujenzi au tutaendelea na ujenzi wa ofisi yetu ya kata ya serikali ya hapa kata ya Ibondo. Kwa hiyo hili naomba mnisaidie kwenye eneo hilo. Mzee Musa, nakushukuru baba. Ilikuwa ni sehemu ya kazi yetu. Na mimi nilisema na wajibu wa kuwasaidia ndugu zangu hapa. Kwa hiyo nimetekeleza sehemu ya kazi ambayo nimetuma. Na ndugu zangu tunafanya hivyo. Nikisema wakati mwingine uoga watu wanasema muongo huyo. Niliwaambia na leo nawaambia ndugu zangu. Mkipata changamoto hospitali ya wilaya nipigieni simu. Jamani, mimi nimepata changamoto hospitali ya wilaya na 1, 2, 3 nipigieni. Kunipata mimi tafuta mtu yote, mtafute mheshimiwa diwani, mwambie nitafutie mbunge. Mwenyekiti wetu wa chama nitafutie mbunge. Mnaelewa? Yeyote yule umepata changamoto yoyote ndugu zangu tuwasiliane, kwa sababu mimi ndo mtumishi wenu, mimi ndo kiongozi wenu na kila sababu ya kutumikia hoja na matatizo yenu, iwe mchana iwe usiku, iwe kwa afya au iwe kwa maradhi. Mkipata changamoto Muhimbili niambieni, uwe na mgonjwa uwe na maiti niambie, bwana niko Muhimbili, ndugu yetu amepata faradhi ya umauti hapa, tumepata changamoto. Tutasaidiana kwa sababu katika hali yoyote tutasaidiana, ni jukumu letu. Mkipata changamoto Mloganzila niambieni, mkipata changamoto Tumbi niambieni, mkipata changamoto Temeke niambieni, lakini tuongee ukweli, kwa sababu nina changamoto ya watu kuongopa. Tamuita ndugu yangu mmoja Hasani simama. Alikuja bwana mmoja nyumbani siku moja, juzi tu, wiki iliyopita. Mimi nina mgonjwa Muhimbili. Una mgonjwa Muhimbili? Ni nani wako? Ni mdogo wangu. Haya, wewe uko hapa Mafia. Kule Muhimbili uko nani? Kule Muhimbili uko mdogo wangu mwingine ndo anamhudumia. Tupe namba ya mtu ambaye yuko hospitali, tumuelekeze kitu gani cha kufanya. Sawa. Nikamwambia yule bwana mdogo, chukua namba ya simu. Njoo useme bwana alichofanya yule bwana. Tuwe wa kweli. Sahihi. Kwa sababu kama unataka hela, wewe njoo niambie mimi nataka hela. Mimi kiwa nayo nitakupa. Kama sina ndo kama mimi sina hela kugawa. Niko mwazi. Sina sababu ya kuongopa. Kwa nini kuongope? Wakadhibu dhalala wala ukana mzaha. Kuongopa ni dhambi hata kama unafanya masikati. Sasa kwa nini kuongope? Bwana yule bwana alichotufanyia waambie wananchi wa Chole. Baada ya kumwambia tupe namba ya muuguzi, alitoa tu namba yake ya simu ya kwake mwenyewe. Lakini baada ya kumpigia, mbona namba unayotoa ni ya kwako? Akatoa namba nyingine, lakini huyo mtu tulipompigia yeye alisema kwamba mimi niko Kisiju na sina mgonjwa na sijui habari ya huyo mgonjwa. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tunakabiliana nayo. Kwa hiyo wazee wangu, yani ukija na hoja, njoo na hoja ya kweli. Tutasaidiana. Lakini ukija na hoja ya uongo, kwa sababu wanadhani mtu akifika akisema na mgonjwa Muhimbili, basi mimi nitachukua hela nitakupa kwa sababu na mgonjwa Muhimbili. Wewe si unayeumwa. Lakini mgonjwa Muhimbili hali hela. Si anataka dawa? Kutoa maiti Muhimbili, sio lazima hela nikupe wewe, hela si ni ya serikali. Si unanipa control number? Nipe control number nilipe ukachukue nini? Ukachukue maiti. Sasa hoja kwamba hela lazima nikupe wewe, sipokupa nongwa ili toka wapi? Sio kweli. Chole oye. Kwa hiyo mzee Musa alikuwa ni sehemu ya wajibu wetu. La mwisho kabisa amezungumza mheshimiwa mwenyekiti. Ndugu zangu, ni kweli tuna changamoto ya usafiri, na nilipita wakati wa kampeni nikawapa taarifa ndugu zangu, tuna meli yetu ya Kilindoni 1 imetengenezwa au tulipata kipindi cha miaka 5. Tuna meli yetu MV Kilindoni 2. Ndugu zangu, baada ya wiki moja tutakwenda kufanya ziara na waheshimiwa madiwani. Tumekubaliana jana kwamba nitoke au tutoke sote, kwa sababu waheshimiwa madiwani hawajawahi kwenda. Kwa hiyo nimeambia twendeni, kwa sababu nyinyi ndio wawakilishi wa wananchi kwenye kata zenu. Twende tukaone maendeleo ya chombo chetu MV Kilindoni 2. Mtakapotoka kule mje kufanya vikao kwenye vijiji vyenu vyote, mpige na picha muwaletee wananchi kwamba jamani meli yetu ndio hii hapa. Kwa hiyo ndugu zangu tutafanya ziara Mungu akipenda wiki ijayo na waheshimiwa madiwani. Mimi kesho naondoka, kesho kutwa naondoka kwa ajili ya kwenda kuapishwa. Nikimaliza tu kuapishwa tutaanza na hiyo ziara kwa ajili ya kutembelea kivuko chetu MV Kilindoni 2. Lakini sambamba na hiyo
tuna meli yetu ya MV Songosongo ambayo tuliletewa hapa toka mwaka 2020. Imesimama kufanya kazi toka mwaka jana mwezi wa 5 mpaka leo. Tuna mwaka mmoja sasa hivi na miezi 5 haifanyi kazi. Naomba niwape taarifa, tumejipanga kimkakati kuhakikisha meli yetu ya MV Songosongo nayo inafanya kazi sawa sawa. Kwa hiyo niondoe hofu, MV Kilindoni 1 ikifanya kazi, MV Kilindoni 2 ikija, MV Songosongo iko pale. Tuna meli 3 kwa vyovyote itakavyokuwa, moja itakuwa inatoka Nyamisati, nyingine inatoka Kilindoni, nyingine iko standby inasubiri tatizo lolote kwa ajili ya kufanya kazi. Hapo tutakuwa tumeanza kusimama sawa sawa. Hapo vipi? Hapo vipi? Airport ni kweli, tuombeane dua wazee wangu kwa sababu shanirejesha bungeni, lakini niwape taarifa kwamba taa kwa ajili ya airport ya Mafia ziko Mafia. Taa zetu ziko wapi? Ziko Mafia, zitafungwa muda mchache ujao. Haya maeneo ya uwekezaji, Mheshimiwa Kichoma umesikia, Mheshimiwa Mwenyekiti anazungumza hapa kwamba kuna maeneo ambayo sisi kama halmashauri tunasema tunatenga kwa ajili ya uwekezaji. Basi twende tukasimamie yale maeneo yawepo, hata kama ni Chole, Diwani, Libondo, yawepo vizuri na watu wayatambue, wayajue kwamba tuna maeneo ya uwekezaji, ili hata mwekezaji atakapokuwa anakuja ajue kwamba eneo gani lina eneo la uwekezaji ili aweze kuja kuwekeza. Wazee wangu, ndugu zangu, maneno mazuri ni machache yenye maana.